ya katika Isaya sura ya 33 hapo mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Biblia inasema kwamba Bwana ametukuka, kwa maana anakaa juu, amejaza Sayuni hukumu na haki. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Angalia, mashujaa wao wanalia nje, wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu. Anasema Bwana ndiye mlinzi wetu, na kwa hivyo anapotukuka, anapozidi kutukuzwa, yeye hukaa juu, yeye yuko juu tayari na ameweza kujaza Sayuni. Anasema kwamba Sayuni naye ina hukumu na haki. Okay, Sayuni nayo ina hukumu pamoja na haki. Kwa hivyo pia tunazidi kuambiwa na Isaya kwamba nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Kwa hivyo kumcha Bwana ni hazina ya kipekee. Inatupasa kwamba tukaweze kumcha Bwana, tukaweze kuendana na jinsi ambavyo neno lake linasema, tukaweze kutenda kulingana na vile neno lake linatuahidi. Manake yeye ndiye Mungu wetu anayezidi kutuhifadhi, anayezidi kutuongoza, anayezidi kutuinua. Kwa hivyo yatupasa kwamba tukaweze kumcha kila wakati, iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni jioni, kwa majira yote kwa kile tunachokifanya tuweze kufahamu na kujua kwamba hakika Mungu pekee ndiye anayeweza. Na kwa hivyo tunapomcha, sisi tayari tushaamua, tumechukua mwendo ulo mzuri zaidi wa kuweza kujua hakika pasipo yeye sisi hatuwezi chochote, hatuwezi lolote. Na kwa hivyo inatupasa tukaweze kuheshimu na kujua kwamba yeye yuko hapa kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwa ajili yetu sisi sote, ili kwamba tukasiri kuona mkono wake ukituhifadhi, mkono wake ukituinua, mkono wake ukitenda yalo mazuri katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapomhofu Mungu tayari tunamheshimu, kwa sababu tunajua yeye ndiye mwanzo wa kila jambo, wa kila tukio, wa kila kitu kinachotendeka katika ulimwengu huu. Manake katika ulimwengu mwanzoni hapakuwa na kitu, dunia ilikuwa na katu vingine. Nasema haikuwa na shape, ilikuwa ukiwa, haikuwa na shape hata kidogo, ilikuwa na katu very funny. Lakini sasa Mungu akaanza ile creation, na creation ikaendelea hadi ikafika katika hali ambapo mwanadamu aliweza kutengenezwa. Okay? Na kwa hivyo yeye aliye kule juu mbinguni anatutazama sisi na anazidi kutuma malaika wake wakaweze kutuhifadhi sisi tulio hapa, ili kwamba siku zote tukaweze kujua hakika pasipo yeye sisi hatuwezi. Kwa hivyo ndio maana unaambiwa kwamba Bwana ametukuka, hakuna mwingine. Bwana ameweza kutukuka, ambaye ni Bwana Yesu Kristo Mungu wetu ameweza kutukuka, maana anakaa juu. Kule ndiko ambako utukufu upo. Utukufu unatoka juu ukishuka chini. Hakuna vile utukufu utatoka chini ukishuka juu. Na kwa hivyo yeye ameweza kujaza Sayuni hukumu na haki. Kuna hukumu na haki, manake yeye ndio mtukufu juu ya watakatifu, mtukufu juu ya utakatifu. Kwa hivyo nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, na ni nyakati za wokovu, na ni wokovu ambao ni tele, ambao na unaona kwamba hekima pamoja na maarifa unafuatiliwa pale. Na pia sema kwamba hapo kumcha Bwana basi ndio hazina ya kipekee, hazina ya akiba. Maana anasema kwamba hilo peke yake litawezesha wengi kuweza kujua kama kutakuwa na hukumu ama kutakuwa na haki, watatetewa ama wataingia upande ule mwingine wa kuweza kuangaliwa hukumu inasema namna gani, ama kama ni haki pia itakuwa inachukuliwa kwa njia mbaya ni namna gani. Kwa hivyo kwa hali yoyote unayopitia, kwa njia zote
tunazopambana nazo, inakupasa kwamba ukaweze kuelewa ni sharti ukaweze kumtii na kuweza kumcha Bwana, kwa sababu Bwana ndiye mwokozi na kimbilio la maisha yako, na kwamba anazidi kuinua, anazidi kutengeneza, anazidi kukuinukia katika nafasi ilizo nzuri na nzuri tena zaidi. Kwa hivyo wakati unakosa wa kukimbilia, wakati unakosa mtetezi, inua macho yako juu, kamtazame yeye, na yeye atakuja kufanyia mengi na mazuri ya ajabu. Maana ukiangalia katika uhalisia wa mambo, kuna wengi ambao wana shuhuda na shuhuda zao zinaguza saa kwa mengi mazuri ambayo Bwana amekuwa akiwatendea katika maisha yao, ambayo Bwana amekuwa akiwainukania katika hatua zao anazozipiga. Manake hawezi kuangusha, anazidi kuinuka katika maisha kila mmoja, anazidi kumfariji yule aliyevunjika moyo, anazidi kumjaza hekima yule anayehitaji hekima, anazidi kuinukania yule mama mjane ambaye anaonekana kwamba hana nguvu, yule mtoto yatima ambaye anaonekana kwamba hana wazazi. Mungu ndiye mzazi wake. Kwa hivyo yoyote yule anayekuja kinyume na vile ambavyo Mungu amepanga katika maisha mtu fulani, basi hapo huyu atakuja kupata hukumu yake. Manake Bwana ametukuka na yeye amekaa juu, amejaza Sayuni hukumu na haki. Kwa hivyo yoyote anayemtafutia mwenye haki makosa na kumtesa, kuandamiza, basi hukumu itampata yeye. Manake aliyetukuka yuko juu, anatazama, na kwa hivyo utukufu wake unazidi kudhihirika na anazidi kufanyika mkuu na mkuu zaidi, kwa sababu tayari yeye ni mkuu, na wengi wanazidi kuona ukuu wake ukidhihirika katika maisha yao, na kupitia maajabu yanayofanyika, mengi mazuri yanayotendeka, basi ulimwengu, dunia inafahamu na kujua kwamba tunaye mtetezi, tunaye Bwana ambaye anazidi kutamalaki, anazidi kuinuka katika maisha kila mmoja, anayezidi kuonekana katika maisha ya watu wake na wateule wake. Kwa hivyo wewe popote ulipo pale, unaweka tumaini ndani yake, ukijua kwamba yeye ndiye Mungu anayekuinua, yeye ndiye Bwana anayezidi kutengeneza, anayezidi kukuhifadhi. Na kwa hivyo nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, na si nyakati za katu imara, maana kutakuwepo na wokovu tele pamoja na hekima na maarifa. Tunaambiwa kwamba kumcha Bwana, hiyo ni hazina ya akiba. Okay? Kwa hivyo jambo kumcha Bwana lazima likaweze kutekelezwa nawe Mkristo ambaye unafahamu kwamba Bwana ndiye mwokozi na kimbilio la maisha yako. Kwa hivyo unapomcha, tayari unafanya kulingana vile inavyostahili. Maana pale katika Isaya 33 kutoka 5, 6, 7 anasema Bwana ametukuka, kwa maana anakaa juu, amejaza Sayuni hukumu na haki. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Angalia, mashujaa wao wanalia nje, wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu. Kumcha Bwana ni hazina ya